Karibu katika chaneli yetu ya afya. Leo tunakwenda kujifunza moja ya jambo muhimu kabisa ambalo limekuwa likiwasumbua watu wengi sana katika siku za usoni. Nalo ni vidonda vya tumbo. Je, umewahi kusumbuliwa na maumivu makali ya tumbo ambayo yanatokea muda mfupi kabla ya chakula au baada ya kumaliza kula chakula? Au umewahi kukutana na rafiki yako au jirani yako akilalamika maumivu makali ya tumbo ambayo hutokea mara baada ya kula au kabla ya kupata chakula? Basi hiyo ni moja ya dalili ambayo inaweza kuashiria vidonda vya tumbo. Katika mada ya leo tutaangazia kwa nini vidonda vya tumbo vimekuwa vikiwasumbua sana watu wengi katika siku za usoni, na tunawezaje kujilinda na vidonda vya tumbo. Tutafahamu chanzo chake na jinsi ya kuzuia hatari ya vidonda vya tumbo. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, basi jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Naomba nisikilize kwa makini. Tuanze na maana ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo, hii ni hali ya michubuko katika kuta za ndani za tumbo. Inaweza ikatokea katika tumbo, yani gastric, na ikatokea katika sehemu ya juu ya tumbo membamba, yani duodenal ulcer. Vidonda hivi huweza kusababisha maumivu makali na kumkosesha mtu furaha katika safari ya maisha yake. Maumivu haya mara nyingi huanzia katika tumbo yakiwa kama yanawaka moto na huhamia mgongoni hadi kifuani. Kuna aina mbili za vidonda vya tumbo, ambapo vidonda vinaweza vikatokea katika tumbo vikawa ni gastric ulcer, na vidonda ambavyo vinaweza vikatokea sehemu ya juu ya tumbo membamba ambapo vikaitwa duodenal ulcer. Kwa nini vidonda hivi katika siku za usoni vimekuwa vikiwasumbua sana watu wengi? Tutaanza kuona vyanzo vya vidonda vya tumbo. Chanzo cha kwanza ni msongo mkubwa wa mawazo. Kutokana na ugumu wa maisha, watu wengi wamekuwa wakipitia tatizo la msongo mkubwa wa mawazo, jambo linalopelekea ongezeko la asidi katika tumbo na hivyo kusababisha mchubuko katika kuta za tumbo. Jambo la pili ni lishe isiyo sahihi. Ulaji usio sahihi, ikiwemo ulaji wa vyakula ambavyo havijaandaliwa katika hali ya usafi, lakini pia unywaji wa maji ambayo hayajachemshwa, ulaji wa vyakula vilivyopoa, na ulaji wa vyakula vyenye asidi nyingi, ikiwemo vyakula rahisi kama chips kavu ambazo zimekauka sana na nyama choma ambazo zimechomwa katika mafuta mengi, huweza kupelekea hatari ya vidonda vya tumbo. Chanzo cha tatu ni maambukizi ya bakteria aina ya Helicobacter pylori. Huyu ni bakteria ambaye ni common sana katika kusababisha vidonda vya tumbo, na tunaweza kumpata hii bakteria kupitia maji yasiyochemshwa, vyakula ambavyo havijaiva vizuri, mfano kachumbari. Tunapenda sana kula mihogo na kachumbari. Sasa kachumbari ambayo haijaandaliwa katika hali ya usafi huweza kusababisha hatari ya kupata Helicobacter pylori. Lakini pia tunaweza tukapata huyu bakteria kwa kutumia vyakula ambavyo havijaiva vizuri na vyakula ambavyo havijaandaliwa katika hali ya usafi. Chanzo kingine ni unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara. Unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara hupelekea asidi ambayo inaweza ikaribu kuta za tumbo. Hivi ni baadhi ya vyanzo ambavyo vimekuwa vikisababisha vidonda vya tumbo katika siku za usoni. Vyanzo vingine ni ukosefu wa muda wa kulala wa kutosha, ambapo jambo linalopelekea ongezeko la msongo wa mawazo, lakini pia ongezeko la hatari ya kuharibika kwa kuta za tumbo. Hivi ni vyanzo ambavyo vimekuwa vikionekana kuwa vikipelekea hatari ya vidonda vya tumbo katika siku za usoni. Hebu tuone dalili haswa za vidonda vya tumbo. Dalili kubwa ni maumivu ya tumbo, sehemu ya kitovu au juu ya kitovu, na maumivu haya yanakuwa kama yanawaka moto, na maumivu haya huweza kuhamia mgongoni hata kifuani. Muda mwingine inajulikana kama maumivu ya chemba ya moyo. Lakini pia mgonjwa wa vidonda vya tumbo anaweza kupata kiungulia, ambayo tunaita heartburn. Ni maumivu kama vile yanawaka moto juu ya chemba ya moyo. Lakini pia mtu vidonda vya tumbo anaweza kupata kichefuchefu na kuhisi kutapika. Anaweza kupata choo kigumu. Muda mwingine anaweza kupata
kinyesi kama kinyesi cha ngozi. Lakini pia mtu huyu huweza kukosa hamu ya kula. Hizo ni moja ya dalili ambazo unaweza kuzipata mtu vidonda vya tumbo. Lakini tuone tunawezaje kujikinga na vidonda vya tumbo? Jambo la kwanza, tunasema kwamba afya ni mchongo, chunga unachokula. Mara nyingi tunapata vidonda vya tumbo kupitia vyakula. Kwa hiyo jambo la kwanza, hakikisha chakula unachokula kimeandaliwa katika hali ya usafi. Hakikisha kama umekula matunda umeyaosha vizuri, umenawa mikono kabla na baada ya kula. Lakini pia chakula ambacho unakula kithibitishe kimetoka katika mazingira mazuri. Kula katika migahawa ambayo inaandaliwa katika hali ya usafi. Jambo la pili, acha uvutaji wa pombe, acha unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara. Hii imekuwa ikipelekea baadhi ya watu kupata vidonda vya tumbo, hasa wakitumia pombe kwa muda mrefu. Kwa hiyo punguza pombe na uvutaji wa sigara. Lakini pia punguza msongo wa mawazo kwa kutumia mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo. Jambo jingine, unaweza kutotumia dawa bila ushauri wa daktari. Kuna baadhi ya dawa ikiwemo aspirin, diclofenac na ibuprofen. Hizi ni dawa ambazo tunapunguza maumivu, lakini zikitumiwa vibaya huweza kuhatarisha kuharibu kuta za tumbo na kusababisha hatari ya vidonda vya tumbo. Usitumie dawa za kupunguza maumivu bila ushauri wa daktari. Lakini pia kama umegundulika na vidonda vya tumbo, tumia dawa kama ulivyoelekezwa na daktari, kwani vidonda vya tumbo dawa zake huwa zinachukua muda mrefu na ni nyingi kidogo. Kwa hiyo tumia kwa usahihi. Hatari ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo visipotibiwa ipasavyo vinaweza kusababisha hatari zifuatazo. Kwanza, utumbo kutoboka na kupelekea changamoto nyingine. Lakini pia vinaweza kusababisha kansa ya tumbo. Lakini pia vidonda vya tumbo huweza kusababisha upungufu mkubwa wa damu. Hizo ni baadhi ya athari ambazo zinaweza zikapatikana kwa mtu kama hatopata matibabu haraka. Cha kufanya kama na vidonda vya tumbo: kwanza, hakikisha unatumia dawa ipasavyo kama alivyoelekezwa na daktari. Vidonda vya tumbo huweza kupona ukitumia dawa takriban ya siku 14 za mwanzo, lakini pia ukiendelea na dozi ya siku 30. Lakini pia vidonda vya tumbo hutibiwa kutokana na miongozo mbalimbali ambayo hutumiwa na madaktari kote nchini. Lakini pia vidonda vya tumbo dawa zake huchukua muda mrefu, hivyo kutokana na hali iliyofikia, daktari atakushauri utumie dawa husika. Hitimisho: vidonda vya tumbo ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Unaweza kutibika, lakini pia unaweza kuzuilika kwa kufuata elimu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Unaweza kuzuia hali ya vidonda vya tumbo na ukawa unafurahia maisha yako. Kama ni mara yako kwanza kwa channel hii, hakikisha una subscribe, una like na kushare maudhui haya kwa marafiki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Niandikie kwenye comment section ni jambo gani ambalo umejifunza siku ya leo, na ni jambo gani ambalo ungependa kujifunza zaidi katika ukurasa wetu wa afya. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.